huko Mashariki ya Kati. Leo ni siku ya 27 ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambavyo vimeliingiza eneo hilo la Mashariki ya Kati kwenye mashambulizi, mauaji na uharibifu mkubwa wa miundombinu, majengo na makazi ya watu, na kupelekea pia mamilioni ya raia kugeuzwa wakimbizi, hasa katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Dalili za kukomeshwa kwa vita hivyo ni chache, huku kila upande ukiashiria uwezekano wa kusonga mbele zaidi na mapigano. Mohamed Khalef amefuatilia mgogoro huo na unaogeukia kuwa wa kilimwengu, na hii hapa ni ripoti yake. Tuanzie Abu Dhabi ambako watu wawili wanaripotiwa kuuawa asubuhi ya leo baada ya kuangukiwa na mabaki ya kombora lilodunguliwa, kwa mujibu wa mamlaka za huko. Tukio hilo kwenye mji huo mkuu wa Umoja wa Falme za Kiarabu lijeruhi pia watu watatu na kuharibu magari kadhaa. Taarifa hiyo imetolewa muda mchache baada ya Wizara ya Ulinzi kusema mifumo yake ya anga ilikuwa inakabiliana na vitisho vya makombora na droni za Iran kwenye anga lake. Kufikia sasa Umoja wa Falme za Kiarabu umeshapoteza watu 9 na wengine 166 kujeruhiwa tangu mashambulizi ya Irani ya anze dhidi yake. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia nayo pia imeripoti kuzidungua droni katika anga la jimbo lake la mashariki lenye utajiri mkubwa sana wa mafuta. Bahrain, taifa dogo kabisa lenye kambi kubwa ya kijeshi ya Marekani, nalo pia limeshambuliwa tena asubuhi ya leo. Teherani inazishutumu nchi zote hizo kwa kuziruhusu na kuzisaidia Israeli na Marekani kuishambulia, na imeapa kuendelea kuziandama hadi hapo zitakapoacha kushirikiana na maadui wake. Kwenyewe Iran, mashambulizi makubwa yameripotiwa kwenye miji ya Tehran na Isfahan asubuhi ya leo. Hadi sasa hakuja taarifa za maeneo maalum yaliyolengwa kwenye mashambulizi yao ya Israel, lakini jeshi la Israel linadai kwamba limeikusudia miundombinu ya kimkakati ndani ya mji mkuu wa Iran, Tehran. Na kwa upande wake Isfahan ndio mji wenye vituo vikubwa vya kijeshi na pia kinu cha nyuklia kilichowahi kushambuliwa kwenye vita vya Juni mwaka jana na Israel. Huko Israel, milipuko mikubwa imesikika pia kwenye miji ya Tel Aviv na Jerusalem, ambako wafanyakazi wa uokozi wanasema watu wawili walijeruhiwa kwenye eneo la Kfar Qasim. Kwenye upande wa juhudi za kukomesha vita hivyo, Pakistan inasema Israeli imekubali kuwaondoa waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi na spika wa bunge la nchi hiyo Muhammad Baqir Kalibaf kwenye orodha ya wale wanaotaka kuwaua kutokana na ombi la Islamabad. Chanzo kimoja ndani ya serikali ya Pakistan kimeliambia shirika la habari la Reuters, na hapa na kinukuu, Waisraeli wana watu wao waliotaka kuwaua. Tuliambia Marekani ikiwa wataua watu hao basi hakutakuwa tena na mtu wa kuzungumza nao, na hivyo Marekani imewataka Waisraeli waachane na mpango huo, mwisho wa kumnukuu. Pakistani, Misri na Uturuki zimekuwa zikijaribu kubeba jukumu la kuzipatanisha Marekani na Iran ili kukomesha vita hivi vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli mnamo tarehe 28 mwezi uliopita. Hata hivyo, Iran imeendelea kushikilia msimamo wake wa kutotaka mazungumzo yote na Marekani, ingawa Rais Donald Trump amekuwa akidai kwamba mazungumzo hayo yapo na yanaendelea.